namna ya kujenga na kufanikiwa ndio somo ambalo tuliangalia jana. Namna ya kujenga na kufanikiwa. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 14, sura ya 15 na sura ya 16. Na kwenye kipengele cha kwanza cha somo la siku hizi mbili, hiyo namna ya kujenga na kufanikiwa, tuliangalia mstari wa 7 wa sura ya 14, Mambo ya Nyakati wa Pili. Naye akawaambia Yuda, na tuijenge miji hii na kuizungushia maboma na minara na malango na makomeo. Nchi bado ikalipo mbele yetu, kwa kuwa tumemtafuta Bwana Mungu wetu. Naam, tumemtafuta naye ametustarehesha pande zote. Basi tukaangalia hiyo mistari, tukaangalia kwa kipengele cha mwisho cha huo mstari. Basi wakajenga wakafanikiwa. So tukaangalia mambo gani yanaweza kusaidia kujenga na kufanikiwa. Mambo gani yanaweza kusaidia ukajenga na ukafanikiwa. Tuliangalia mambo 7. Jambo la kwanza, fanya yaliyo adili. Fanya yaliyo mema na yaliyo adili. Fanya yaliyo mema na yaliyo adili. Kufanya yaliyo mema na yaliyo adili. Sasa hilo ni somo kubwa tulijifunza jana. 2, ondoa kila ambacho ni chukizo machoni pa Mungu, tuliona jana. 3, mtafute Mungu na kuliishi neno lake. 4, mtegemee Mungu kwa moyo wako wote. 5, kuheshimu na kuwasikia watumishi wa Mungu. Kwa kifupi maana yake ni kuheshimu na kuisikia sauti ya Mungu. 6, moyo mkamilifu mbele za Mungu. 7, jenga madhabahu ya Bwana au madhabahu binafsi. Madhabahu maana yake imarisha uhusiano wako binafsi na Mungu, au imarisha mahali pako pa siri. Si tulikuwa hapo mpaka point hiyo, si sawa? Good. Twende sehemu ya pili, kuanguka baada ya kuinuliwa na Mungu. Kuanguka baada ya kuinuliwa na Mungu. Watu wanaangukaje baada ya kuinuliwa na Mungu? Watu wanaangukaje baada ya kuinuliwa na Mungu? Watu wanaangukaje baada ya kuanza kusaidiwa na Mungu kwa namna tofauti? Sasa tutaangalia hapo leo. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 16 mstari wa 10 na wa 12. Mstari wa 10 sio hadi, nimepinpoint mstari na wa 12. So nimekutaka wewe ukasome hizo sura zote kwa ajili ya faida yako. Kuanguka baada ya kuinuliwa na Mungu. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 16 mstari wa 10 na mstari wa 12. Ndipo Asa akamkasirikia mwonaji, akamtia nyumbani mwa mkatale, maana ameghadhibikia kwa sababu ya neno hilo. Na Asa akawaonea baadhi ya watu wakati ule ule. Mstari wa 12. Akashikwa Asa na ugonjwa wa miguu katika mwaka wa 39 wa kumiliki kwake. Haya, pole, zoezi hilo. Akashikwa Asa na ugonjwa wa miguu katika mwaka wa 39 wa kumiliki kwake. Biasema ugonjwa wake ukazidi sana. Ugonjwa wake ukazidi sana. Angalia maneno ya mwisho. Tusome maneno ya mwisho kwa sauti kubwa. Biblia inasemaje? No way. Tusome kwa sauti kubwa. Biblia inasemaje? Lakini hakumtafuta Bwana katika ugonjwa wake. Maana yake angemtafuta Bwana kwenye ugonjwa wake angepona. Kwa sababu Biblia inasema Mungu ni Mungu wa kuokoa, na njia za kutoka mautini zina Jehova Bwana. Hakumtafuta Bwana katika ugonjwa wake. Kwa kifupi ni kwamba hakumtafuta Bwana kwenye dhiki yake, bali waganga. Huyu ni Asa ambaye kwenye utangulizi wa somo la jana tuliona alimlilia Mungu na Mungu akamwokoa. Alimlilia Mungu na Mungu akamwokoa. Mungu akaingilia kati shida yake. Leo naona lakini hakumtafuta Bwana katika ugonjwa wake, bali waganga. Nina point kadhaa za namna gani watu wanaanguka baada ya kuinuliwa na Mungu. Yaani mtu ameweza kuinuliwa na Mungu, unaanza kuona huyo baadaye anaanguka. So how do men fail?
Wanaangukaje watu baada ya kuinuliwa na Mungu? Moja, watu wengi usahau haraka na kugeuka baada ya mafanikio madogo. Watu wengi usahau haraka na kugeuka baada ya mafanikio madogo. Hilo wazo nataka tuende nalo. Watu wengi usahau haraka na kugeuka baada ya mafanikio madogo. Tabia ya watu wengi, yani in fact 70%, sadly to say this, yani nasikitika kusema hivi, na mimi sipendi kusema hivi, ila nasikitika kusema hivi ya kwamba watu wengi usahau haraka baada ya mafanikio madogo. Alafu nasikitika pia kusema kwamba ndivyo watu wengi walivyo. 70% ya watu kanisani ndivyo walivyo. 70% watu wengi ndivyo walivyo. Watu wengi wanasahau haraka na kugeuka, si tu kusahau, wanasahau na kugeuka baada ya mafanikio madogo. Angalia mstari wa 9 na wa 11, sura ya 14. Mambo ya Nyakati wa Pili, sura ya 14, mstari wa 9 na wa 11. Nataka tuangalie hapo. Hapo nitakuvunjia kwa chakula, utakielewa vizuri sana. Yani mimi kazi yangu ni kuonyesha kwamba mstari fulani wa Biblia hauna mtu maalum. Ni kazi yangu kuonyesha kwamba ni kwa ajili ya kila mtu. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho. Hiyo ndo kazi yangu. Usipofundisha vizuri, najua watu wanaanza kufikiria kwamba hiyo portion sio yako kabisa. Mimi siko huko. Ila ukifundisha vizuri, kila mtu anaanza kujiona huko ndani. Mambo ya Nyakati wa Pili, sura 14, mstari wa 9. Biblia inasema hivi: kisha akatoka juu yao, yani akatoka juu yao, juu ya Asa, na nafikiri na Yuda, juu yao Zera Mkush, mwenye jeshi 1000 na magari 300, akaja Maresha. Mstari wa 10. Mstari wa 10 unasemaje? Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus. Okay, nimepata hakika. Okay, mstari wa 10. Akatoka Asa mlaki. Neno kumlaki manake ni kumkabili. Wakapanga vita Maresh bondeni mwa Sefatha. Mstari wa 11. Naye Asa akafanyaje? Msome kwa sauti. Naye Asa akafanyaje? Akamlilia Bwana Mungu wake, akasema, Bwana, hapana kuliko wewe. Leo tunamwona Asa yuko kwa ganga wa kienyeji. Yani muda mfupi, miaka michache iliyopita, aliwahi kuongea maneno. Bwana Mungu wake akamlilia akisema, hapana kuliko wewe aliye wa kusaidia. Leo tunamwona yuko kwa mganga wa kienyeji, anatafuta msaada. Ila miaka michache iliyopita aliwahi kusema haya maneno. Naye Asa akamlilia Bwana Mungu wake, akasema, Bwana, hapana kuliko wewe aliye wa kusaidia. Kati yake yeye aliye hodari, maana Mungu anaweza kumsaidia yule ambaye ni hodari, na yeye asiye na nguvu, Mungu anaweza kumsaidia yule ambaye hana nguvu pia, kama akimwelekea na kumtaka. Utusaidie Bwana Mungu wetu, kwa kuwa sisi twakutegemea wewe, na kwa jina lako tumekuja juu ya jamii kubwa hii. Bwana, wewe ndiwe Mungu wetu, asikushinde mwanadamu katika hekima kamili kama hiyo aliyokusema haya maneno. Asa, watu wanasahau mno, tena wanasahau haraka sana baada ya mafanikio madogo. Tena niweke balance, si tu mafanikio madogo, wengine ni changamoto ndogo. Wanamsahau Mungu ambaye siku moja nilimlilia na Mungu akamsaidia. Sasa nataka niwape surprise kadhaa. Surprise ya kwanza, leo tunamwona Asa. Hebu angalia sura ya 16 mstari wa 2. Mambo ya Nyakati wa Pili, sura ya 16 mstari wa 2 na 4. Nitapenda nisome hii mistari kwa sababu kusoma mistari ni kwa muhimu sana.
Mambo ya Nyakati wa Pili sura 16 mstari wa 2. Nataka muone huyu ndugu ni wa kipekee sana, na ana ndugu zake wengi sana kanisani. Ndipo Asa akatoa fedha na dhahabu katika hazina ya nyumba ya Bwana. Bora angetoa nyumbani kwake. Akatoa fedha na dhahabu katika hazina ya nyumba ya Bwana. Unajua ikisha sema hazina ya nyumba ya Bwana, maana kuna vitu ambavyo hakuvitafutaga yeye. Walitafutaga wafalme wengine wakaviweka pale kama nyara. Katika hazina ya nyumba ya Bwana na nyumba ya mfalme. Okay. Kumbe alitoa na nyumbani kwake. Akampelekea Ben-Hadad mfalme wa Sham aliyekaa Dameski, akasema. Sio tu kwamba alimpelekea, tulia. Alimpelekea akasema. Alimpelekea akasema. Angalia mstari unaofuata. Kwangu na kwako na liwe agano kama lilivyokuwa kwa baba yangu na baba yako. What are you talking about, Asa? Tunaangalia hapo kwenye sura ya 14, sura ya 15. Aliwaita watu wa Yuda, alafu akawafungisha agano la kumtafuta Bwana. Yaani kuna agano ambalo alifunga, naomba sura ya 15, naomba kwenye ile mistari ambayo alikuwa anafunga agano apostle. Yaani yeye ndo aliita nchi nzima akawakalisha, alafu akamwambia tunafunga agano leo la kumtafuta Bwana. Agano walifunga la kumtafuta Bwana. Leo tunamwona ndugu huyu maraia na msahau Mungu ambaye alimpa ushindi mkubwa baada ya kufanya agano na yeye la kumtafuta. Angalia, Asa alipoyasikia maneno hayo, yaani unabii wa Odedi, maana wa Odedi nabii, akatiwa nguvu, akaondolea mbali machukizo yote katika nchi ya Yuda na Benjamin na katika miji aliyoitoa milimani mwa Ephraim, akaifanyizia tena madhabahu ya Bwana iliyokuwa mbele ya ukumbi wa Bwana. Endelea chap. Akakusanya Yuda wote na Benjamin, angalia maneno, na hao wageni waliokaa kwao, na Ephraim na Manase na Simeoni, kwa kuwa walimangukia wengi katika Israeli walipoona kwamba Bwana Mungu wake alikuwa pamoja naye. Endelea mstari unaofuata. Basi wakakusanyika huko Yerusalemu mwezi wa 3 katika mwaka wa 15 wa kumiliki kwake Asa. Endelea. Wakamchinjia Bwana siku ile katika nyara walizozileta dhabihu za ng'ombe 700 na kondoo 7,000. Endelea. Wakafanya kitu gani? Nataka niwasikie. Wakafanya kitu gani? Wakafanya agano ya kuwa watamtafuta Bwana Mungu wa baba wao. Nataka urekodi agano, afu rekodi baba zao. Rekodi ya maneno machache, afu tutaenda kuonyesha kule kwenye sura 16. Wakafanya agano ya kuwa watamtafuta Bwana Mungu wa baba zao kwa mioyo yao yote na kwa roho zao zote. Nenda kwenye sura 16 mstari wa 2. Sura 16 mstari wa 2. Ndipo Asa akatoa fedha na dhahabu katika hazina za nyumba ya Bwana na nyumba ya mfalme, akampelekea Ben-Hadad mfalme wa Sham aliyekaa Dameski, akasema. Mstari unaofuata. Nataka uzirekodi ya maneno niliyokuwa nimekwambia uyashike kichwani. Kwangu na kwako na liwe kitu gani? Agano. Maana akajaribu kuconfirm amevunja agano lililopita. Na liwe agano kama lilivyokuwa kwa baba yangu na baba yako. Kule pia alisema hivi, tunafunga agano la kutafuta kama ilivyokuwa kwa baba zetu. Sasa hapa anakuja na kitu kingine kabisa. Angalia, nimekuletea fedha na dhahabu, basi uvunje agano lako na Baasha mfalme wa Israeli. Alafu ili aniondokee mimi. Baasha alikuwa ni mfalme wa Israeli, ndiye aliyekuwa anamkabili Asa. Alikuwa ndo ametoka ili apigane na Asa. Imagine. Endelea mstari unaofuata wa 4. Na Ben-Hadad akamsikiliza mfalme Asa, akapeleka maakida wa majeshi yake juu ya miji ya Israeli. Wakapiga Ioni, Dani, okay, majina mengine anajifahamu yenyewe. Na miji ya hazina yote ya Naftali. Imagine, mara hii jamaa amesahau. Aliwahi kumwomba Mungu akamlilia. Mara hii tunamuona kwa waganga wa kienyeji. Mara hii tunamuona mara hii kabla ya kwenda kwa waganga wa kienyeji, mara hii tunamuona anamfuata mwanadamu mwenzake. Kumtumainia mwanadamu ni mtego mbaya sana. Yaani, kitabu cha Yeremia sura ya 17 mstari wa 5. Tucheke. Nikuonyesha kitu dangerous. Ani mambo unapaswa kuyaseto kwenye moyo wako. Watu wengi wanasahau sana. Bwana
asema hivi, yani maneno ya Bwana hayo. Amefanyaje? Laana maana yake ni mbili. Laana, ina neno laana la maana mbili. Maana ya kwanza ni kupunguziwa matokeo. Mtu aliyelaaniwa anaweza kuwa na matokeo lakini aliyopungua. Alafu maana ya pili ya laana ni kuzuiliwa usipate matokeo. Kwa unaweza kupata matokeo katika upungufu au kazuiliwa usiyapate. Amelaaniwa, amepunguziwa matokeo, amezuiliwa asipate matokeo. Mtu yule amtegemeaye mwanadamu. Nataka uone Asa alivuta laana. Yaani kwa kufanya vile tu alivuta laana. Unaona haya maneno, alivuta laana. Amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake. Alimfanya Ben-Hadad kuwa nini? Kinga yake. Alafu na moyoni mwake amemwacha Bwana. Kwa hiyo endelea nikuonyeshe kitu hapo. Kale ka kitu nakaga nacho kwenye moyo wako, kale ka kitu. Yaani fulani hakunipa kitu fulani. Ange. Mungu akishaona kuna mtu mmoja yuko ndani ya moyo wako, unamlalamikia. Na unalalamika nani akununika kwamba ni kwa sababu alifanya hivi na hivi. Mungu akishaona kuna namna unamtegemea mwanadamu mwingine, unavuta kalaana fulani. Hiyo kitu sio nzuri mbele za Mungu. Maana atakuwa, haya maneno sio mazuri sana, atakuwa kama fukara nyikani. Bora angesema fukara. Ile neno fukara nyikani, maana yake si tu kama fukara na vitu vyote vinakauka mbele yake. Alafu hataona atakapotokea mema. He will be blind. She will be blind. Atakuwa kipofu. Yaani hata kama mema akipita hapa mbele yake hayaoni. Atakaa jangwani palipo kame. Alafu binasema hivi, katika nchi ya chumvi isiyokaliwa na watu. Terrible. Ndio atakaa huko. Mstari unaofuata wa 7. Mstari wa 7. Amebarikiwa mtu yule amtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake la ndani. Huyo mtu amebarikiwa. Mstari unaofuata. Maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji. My God. Uenezao mizizi yake karibu na mto. Hautaona hofu wakati wa hari ujapo. Bali jani lake litakuwa bichi, wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. I think unapaswa kuvirekodi. Yani ukisha soma misari kama hii na ukafuatilia context kama hizi za mambo yaliyotokea wafalme, utagundua ndani ya moyo wako hapaswi kuwa mwanadamu yoyote. Ndani ya moyo wako hapaswi kuwa mtu wa namna yote. Inapaswa kufika point ambayo tumaini lako limesimama kwa Mungu. Preliminarily limesimama kwa Mungu na sio kwa mwanadamu. Yani kama umepungukiwa, usimtazame mwanadamu ndani. Nimepungukiwa hivi ni kwa sababu ya mtu fulani. Kama umeishiwa, ndani useme ya kwamba unajua niko katika hii hali ya kuishiwa kwa sababu ya mtu fulani. Kama uone matokeo fulani, usiseme sione ya matokeo kwa sababu ya mtu fulani. Yani usimnyoshe kidole mwanadamu yote, iwe ni kwa sababu ya kuwa na matokeo fulani au kwa sababu ya kutokuwa na matokeo fulani. Kwa sababu ukimnyoshe kidole unajaribu kusema kwamba yeye ni tumaini lako. Asa akatafuta msaada kwa Ben-Hadad. Hakuna mfumo mgumu sana kwenye ya maisha kama mfumo wa kumtegemea mwanadamu. Umeajiriwa na boss mwanadamu mwenzako. Anakulipa kulingana na hali yake ya kiuchumi na hali ya kampuni. Umeajiriwa na serikali. Serikali inakulipa kulingana na standard ambayo imeiweka. Kwamba mtu wa taasisi fulani kama ni daktari, kwa sisi serikali tutawalipa kwa kiwango hiki hapo. Wengine hapa mmeajiriwa na watu, kwa anakulipa kama anavyoona, lakini pia anaweza asikulipe pia sawa sawa na mazingira alionayo. Nikasema katika mifumo ambayo sitataka iendeshe maisha yangu ndio hii. Kwa sababu Biblia inasema kwamba ni kwa kadiri ya utajiri wake katika utukufu. Nikasema nitatafuta kufanya mambo ambayo yatafanya mbingu zinihudumie. Mimi niko chini, nina baba wa kiroho, nina kiongozi wangu wa kiroho. Sijiendeshi mwenyewe, hii huduma sio ya kwangu. Mimi ni mchungaji wa moja ya matawi ya ABC Global. Wakati niko chuoni, baba ana mandate ya kunisomesha. Niko chuoni Musti Mbeya. Nikiwa niko Mbeya,
kuna kitu kilikuwa kina nisukuma nimeombe hela, and which is right, kwamba sio mbaya nikimwomba hela, kwa sababu anafahamu nafasi yake kwangu na mimi nafahamu nafasi yake kwangu, naye anajua sio shida nikimwomba. Ila nilipokuwa nikitaka kufanya vile, Roho Mtakatifu alikuwa ananizuia kwa herufi kubwa na kuniambia don't ever, yani usijaribu. Badala yake Roho Mtakatifu akanifundisha, ukipata ile boom ilikuwa ni 500,000 na 10,000, toa 70,000. Kwa sababu kutoa 50,000 nyo unaelewa. Ukitoa 50,000 kwenye boom ni changamoto nyingine umetengeneza, kwa sababu ile imepangiliwa. Kuna stationary cost, kuna cost zile za kwenye idara husika umepewa mle, au kuna chakula. Sasa nilikuwa natoa shilingi 70,000, 50,000 na moja nilikuwa natoa zaka. Hapo 20,000 nilikuwa nachangia redio. Mungu akaniambia ifanye hivyo kwa uaminifu, usimwombe hela. Usimwombe hela. Asikuwa najua kwa nini Mungu alikuwa ananifundisha vile. Na nawaambiaga wachungaji wenzangu wa IBC na wachungaji wengine wa matawi mengine, ninamshukuru Mungu sana wa mbinguni ambaye nilianza kulea huduma ya IBC kama wakati baba anaenda anajitafuta kwanza Dar es Salaam. Kwa wote tulikuwa kwenye changamoto wote. Wakati anapambana na mimi napambana. Ukimwelezea mwenzako changamoto, hana cha kufanya zaidi ya kuonyesha kwa maandiko matakatifu yapo na anafanya kazi. Na anafanya kazi, kanuni hizi zinafanya kazi. Na tulikuwa tunaambiana hivi, iko siku tu Mungu atafanya. Kwa sababu kama maandiko ya ni kweli atafanya, tutaona tu. Ule wakati ambao nakumbuka kuna siku mara ya kwanza nimemtumia baba 400,000 ya zaka, paka akaniuliza maswali, ile lakini ulionitumia inamaanisha kwamba mapato yako yameshafikia kwenye hii level au? Ilibidi naye ashangae, umetoa wapi hela? Lakini ukweli ni kwamba hapo nilikuwa nina zaka yake halisi ilikuwa ni kama 1,500,000 hivi. 250,000 nilikuwa nimeongeza tu. Nikasema hivi, mchungaji, unampigia simu askofu kwa sababu mke wako anataka kujifungua. Na it's very possible, nataka ujue inawezekana. Kwa sababu ana hiyo nafasi na anaweza. Nilijiuliza swali moja jepesi laini. Yeye anatoa pio hela bwana afanye kazi kama mimi ambao sifanyi kazi. Nilijiuliza swali moja rais mwaka 2021. Nilijiuliza hivi, yeye anatoa hela wapi kabla hata huduma haijakuwa na kwanza kusave hela kwa ajili ya kusupport makanisa. Wakati ule anatoa hela ya kwake mfukoni. Anatoa wapi hela ya kumpa mchungaji fulani? Yeye anatoa wapi hela na anatumia kanuni gani kupata zile fedha? Niliona ni jambo baya sana. Wakati wenzako wanapiga simu za baraka, nimekutumia milioni hapo, wanapiga simu, unajua huko nyumbani mwenye nyumba anapiga makelele. Shame. Yaani utasaidiwa lakini kuna kaibu fulani. Unajua kuomba hela wakatuishi hapo. Jinsi ambavyo sio nzuri. Nilikuwa natafuta hiyo picha, yani kuomba hela. Okay fine, tuache kwake. Vipi? Kuna jaribu jingine sasa, hilo ndo babu kubwa, umomba mshirika hela. Yay! Mshirika utakaye mhudumia Jumapili, unamuomba hela. Hey. Nina miaka mingapi sasa hivi kama ni mwaka wa 8. Nina miaka 7 sasa hivi, 7 kama. Hakuna siku nimefanya fundraising ya kodi nilikuwa natafuta hiyo picha. Wageni wamekuja hapa kuabudu pamoja na sisi. Wanasikia sasa hivi muda huu tunafanya changizo kwa ajili ya kodi ya nyumba ya mchungaji. Nilikuwa natafuta hiyo picha. Inafananaje yani? Wale ambao mnakumbuka wale mwanzoni tulikuwa tunafanya changizo la kumtegemeza mchungaji. Mnakumbuka eh? Nakumbuka mama moja baada ya kulazimishwa atoe hela, alipewa, nikaja kuelezewa na viongozi wake wa idara, alipewa kazi ya kununua dagaa za shilingi 5,000. Sasa okay, mliache hilo mfunike, tumetokea huko. Unajua alichokisema? Alisema hivi, mimi nihangaike na nyumba ya mchungaji kwa dagaa zote 5,000 hizo. Malalamiko aliyotoa kwa sababu ya dagaa za 5,000. Nilikata hiyo program.
Sikutaka kuiona tena. Na anafahamu kabisa mzee wa kanisa alipambana kwamba sio nzuri tutegemeze, nia ni njema, lakini tafsiri kwa baadhi ya watu sio njema. Kesho mtu akija nyumbani kwa mchungaji akala ndazi, anasemaje, ule mfuko wa ngano tuliochangia mwisho wa mwezi ndio huu tunaula. Do you know about members? Ninajenga nyumba, lakini hata washirika labda hawafiki 10 wanajua najenga wapi. Kwa sababu mshirika yuko hivi, anaweza kupita kwenye nyumba akasemaje, nyumba yetu hiyo. Betu. Sasa unawaza hayo mambo, hizo tafsiri wanakuchangia. Unajua nikaangalia wakati ule watu wako 200, ila wanakuchangia, wana vijana wanatoa kamfuko cha nini sijui. Unaona kabisa vitu vya ajabu. Unaweza kuelewa kabisa hawa watu wanalazimishana. Kwa sababu watu 200 walipaswa kutoa magunia. Ndio unaona hivi wanatoa viroba vimeinama hivi. Hapa ni kwa ajili ya mchungaji fulani. Nikasema huku ni kuaibishana. Kuna mgeni akija hapa, anatucheka, hivi ni vitu gani hivi tunafanyana hivi? Nikafuta hiyo program, sitakagi mpaka leo. Sasa katika yale mazingira nikawa naangalia namna ambavyo mshirika akikupa kitu lazima akifuatilie na kuona kimetumikaje. Nikasema hii kitu sio nzuri. Nifanye nini? Huyu mke wangu hapa ni shahidi. Tulikuwa tunakaa vikao. Nifanye nini? Tufanye nini kutoka kwenye huu mfumo na kuingia kwenye mfumo wa baraka ambao hatutawaangalia washirika wangapi wamekuja Jumapili. That is terrible. Terrible. Mchungaji mmoja mzee mmoja anaitwa Bishop Lai wa Kenya alisema hivi, wachungaji, ukiona umefika point unaanza kuangalia washirika nani amekuja nani ajaje kwa sababu ya msala sadaka. Akasema ulipaswa kuumwa, ulipaswa kuwa mgonjwa. Nashangaa una afya. Hiyo afya unaitolea wapi? Na ujinga. Statement ni tata kuipokea. You are sick. You are very sick. Anasema yeye alipoona hiyo kitu akaacha kulala kwenye godoro, akawa analala kwenye cement. Akawa analala chini kwa ajili ya hilo tu. Kuna mshirika mmoja alihamia kwangu. Alipohamia kwangu, mchungaji wake alikasirika kwa level ambayo alimfuata kwenye frame yake, akaenda kumgombeza kwenye biashara yake, akawa anamsema mbele ya wateja. Unapata hiyo picha? Unasema alafu unauza. Paka wateja wanasema hivi, huyu mshirika ana kichwa cha namna gani? Paka babake anakuja kumsema hapa. Kumbe shida ni ya mchungaji. Mchungaji ameona kabisa sadaka imeondoka, kwa inabidi aifuatilie mpaka kwenye frame. Unafikiria mambo ni mazuri? Pata hiyo picha, nimekuja kazini kwako. Tengeneza tu hiyo picha. Unajua ukiona unamsemea mtu mwingine unaona kama vile ni mbali. Pata hiyo picha, ndio imekuja kwenye frame yako. Hapo unajua mchungaji sio kwamba anampenda mshirika. Anapenda mfuko wa mshirika. Ndio aliofuata mfuko wa mshirika. Unajua kwa nini wachungaji wengi wanawalaani washirika akiondoka? Laana nyingi ni kwa sababu hela imeondoka. Yaani sio kwamba anapenda kumlaani, hela imefanyaje? Imeondoka. Nani anapenda haya mambo? Nani anapenda haya mambo? Unafikiri ni vizuri mimi kutegemea wewe? Unafikiri mimi ni vizuri kutegemea kundi limekaaje? Sikio watu ni wengi au wachache? Unafikiri ni vizuri? No. Ndio nakuonyesha hivi, kumtegemea mwanadamu ni mtego mbaya sana. Ni laana, inapunguza matokeo yako. Yaani sikilize, ukimpata mtu wa kumnyoshia kidole hivi, huyu ni sababu ya mimi kufeli. Umefeli kweli kweli. Nataka hiyo statement ikae kwenye mioyo ya watu. Ukimpata, yani nisikilize, ukifanikiwa kumpata mtu ya kwamba huyu hapa ndio sababu ya mimi kufeli, yani umefeli kweli. Tena sio tu kufeli, kuna kalaana kanafanya kazi juu yako. Wakati ambao mbingu zilipaswa kusupply, mbingu zilipaswa kukusaidia, ndio wakati ambao namtazama mwanadamu ambaye leo yupo, kesho nashangaa yupo. Terrible. Terrible. Ndio maana Trump aliongea statement moja katikati hapo. Watu wengi walikasirika. Alisema anapata shida ya kwamba hawa ni wanadamu kama sisi au Afrika.
Yani kinachompa shida ni kwamba namna tunavyohitaji misaada kutoka Ulaya na rasilimali zote ambazo, yani Ulaya mafanikio yao yote yanatokea wapi? Afrika. Sisi ndo tunawaangalia watusaidie. Sasa akasema hivi, najiuliza maswali, nyinyi wanadamu kama sisi au? Au ni transition ya nyani? Unajua kuna wakati tunaweza kuwa zeni transition. Jamani, ni muhimu tukaamka kwa sababu watu wanaweza kutuona sisi ni nyani. Na wanahistoria wetu wakasema kumetokea kwenye Zinjanthropus. Yani sisi tumejichanganya kwenye mambo mengi sana. Aliuliza hivyo Trump. Yaani kuna wakati mwingine wanaangalia sema hivi ni wenzetu kweli? Wanakuwa na doubt. Ya it might be also wanadamu wenzetu wao. Kwa sababu wanaangalia umekana na rasilimali zote afu na naomba. Akikupa na kula, ukisha kula kimeisha, namba. Kweli hao ni wanadamu wenzetu au ni laana kumtegemea nani? Mwanadamu. Akina mama walioko mahali hapa, ni laana kumwangalia mume wako kama chanzo. Kuna mstari unasema hivi, watu wao wamefanya makosa mawili. Sijui Yeremia ngapi, 3:4. Hebu angalia huo mstari. Makosa mawili. Mungu akawa anadai mbinguni Bwana kwamba watu wamefanya makosa mawili. Na akayamention kabisa hayo makosa. Those things are very terrible. Imagine Mungu anasema hao watu wana makosa mawili mpaka amehesabu 1, 2. Alafu akaanza kuyasema. Yeremia ngapi kwa lefika? Ngapi? 2:13. Kwa maana watu wangu hao wametenda maovu mawili, tena sio makosa, maovu. Moja, wameniacha mimi. Angalia mimi ni nani? Mimi nilie chemchemi ya maji ya uzima. Mimi mzee wangu wa kanisa, Mungu anasema hivi, yeye ndo chemchemi ya maji ya uzima kwako. Imagine. Yeye ndo chemchemi ya uchumi wako yani. Na anakuambia hivi. Alafu ukitoa macho yako kamwangalia mwajiri serikali, Mungu anaambia hilo ovu la kwanza umelifanya. Deadly mistake. Unashangaa unakufa nesi haswa, asiye na mawaa. Nesi asiye na hila. Nakufa mwalimu haswa. Unajua ni maana kufa mwalimu? Sababu walimu ndio watu wanaongoza kwa kuinua watu alafu wenyewe wako pale. Mbaya sana. Hiyo kitu ikipaswa kwa vile. Yaani wanaenda chuo kikuu na kurudi nakuta uko vile. Imagine. Nile chemchemi ya maji ya uzima. Wamejichimbia mabirika. Alafu mabirika yavujayo yasiyoweza kuweka maji. Haya ni makosa makubwa sana. Kwa hiyo kuanzia sasa, kuanzia leo, wala usimtazame mwanadamu kama kinga yako. Usimtazame mwanadamu kama chanzo chako. Emsema kwa sauti pamoja na mimi, mwanadamu sio kinga yangu. Mwanadamu sio chanzo changu. Mwanadamu sio msaada wangu. Rudia tena, mwanadamu sio chanzo changu. Mwanadamu sio kinga yangu. Mwanadamu sio msaada wangu. Sema Bwana ni chanzo changu. Yeye ni kinga yangu. Na yeye ni msaada wangu. Simone Daudi ni mjinga aliposema nitainua macho yangu nitazame milima. Akauliza msaada wangu utatoka wapi? Akarudi na majibu. Unajua alifanya utafiti, huyu ni mfalme. Msaada wangu u katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Hiyo ni David. Kwa jifunze sana. Watu wengi wanasahau. Anasahau ya kwa Mungu alikuwa anamsaidia akipiga magoti. Akianza kulia na kumomba Mungu. Sasa hivi anapiga simu, apigi magoti. Anapiga simu sasa hivi. Akitoka hii anachukua nyingine. Anapiga simu. Amesahau tayari. Amesahau Mungu alikuwa anachipushaje vitu. Sasa hivi ana uzoefu kutosha. Naweza kuiendesha kwa sababu namba za simu zimeongezeka. Wakati anamliliaga Mungu alikuwa ana contact 200. Sasa hivi ziko 1000. Unaona mambo yanaanza kuharibika kwa mtu. Jifunze kumtumaini Mungu kwa moyo wako wote. Wala usisahau. Usisahau. Usisahau hata kidogo. Tena Mungu anapokusaidia unakuwa unaangalia. Hivi mwezi wa pili nilichomokaje pale?
hapo nilichomoka kwa sadaka. Okay, haweka vizuri. Hiyo ni mbinu moja wapo. Hivi mwezi wa 4 pale nilianza mikesha fulani hivi, kanichomoa. Unachukua mkesha, unagundua ya kwamba silaha zote za kutengeneza miujiza yako kesho unazo tayari. Ukiangalia vizuri nyuma, mbona alifanya kitu gani pale, unagundua na silaha zote ambazo zinakutaka uwe na breakthrough, uwe na miujiza kesho. Kila silaha unayo kutengeneza huo muujiza. Ile ni vile watu waga waangalia. Huyu jamaa alilia kabisa, Bwana akamuokoa. Aliongea maneno mazuri. Sasa hivi hela zimeongezeka. Akatanguliza fedha na dhahabu. Zipo kwenye nyumba ya Bwana, zipo nyumbani kwake. Sasa hivi mdomo hauongei tena mbele za Mungu. Sasa hivi mfuko unaongea. Namuona Asa anatoa hela, anatanguliza hela. Hana muda wa kuomba Asa. Tatoa wapi muda wa kuomba Asa? Asa sasa hivi ana hela. Hazina nyumba ya Bwana imejaa. Nyumbani kwake hazina imejaa. Saa ngapi kuomba? Hapo ndo utampata Mkristo mambo yameanza kulipuka. Anakuambia kwamba unajua sio kila kitu lazima ukiombe. No, Wakristo mnajihangaisha sana. Ila mwanzo siku zake alikuwa analia. Baba, kama sio hapa, nimeishia hapa. Sasa hivi hela ipo. Azwe kuna kama Mungu kingine hapa. Mungu mwenyewe alijifananisha na hela. Akasema fedha ina dimension ya kwake. Yaani ukichomokea pabaya inakuchukua. Wewe wanafikiri, unajua nyie bado mjao wanyenyekevu. Kwa sababu hela hamna. I tell you the truth. Umekaa hotelini, umefunga, alafu watu wanafanya breakfast moja nzito sana. Unaangalia na uko peke yako na hakuna anayekuona. Unatembea na milioni 10 hapa, alafu unaweza kununua chochote, lakini hiyo siku umefunga na hela unazo mfukoni. Mara nyingi nyinyi mnafunga kwa sababu hamna hela. Ukiona umekosa chakula mpaka saa 9, unasema hivi, basi Mungu nafunga. Nafunga, hapa niko kwenye mfungo. Na kutokea hapo anaanza kunena kwa lugha rika mantasa kopera. Tutakuja kuona siku ukipata hela, kama utafunga kweli, kama utadumu kwenye mfungo kweli. Ndivyo watu wengi walivyo. Unaona mchungaji baada ya Mungu kumuinua, unaanza kuona lugha fulani hivi za jeuri. Unaweza kuziona kabisa, anaanza kuongea jeuri na iona kabisa. Haongei unyenyekevu tena. You know and you know. Mungu sio tumaini la huyu mtu tena. Yaani huyu mtu tayari hela zinaongea, sio yeye. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie. Tubaki katika hali ya unyenyekevu kila wakati. Kama unaamini pamoja na mimi sema amen. 2. Unapoanza kuwachukia watumishi wa Mungu na kuchukizwa na neno la Mungu, hapo Waswahili wanakuambia finished. Hapo umeenda hapo. Unapoanza kuwachukia watumishi wa Mungu na kuchukizwa na neno la Mungu, ukifika hapo, hauko pazuri sana. Hapo ndo umefikia kwenye anguko. Unapoanza kuwachukia watumishi wa Mungu na kuchukizwa na neno la Mungu, unapoanza kuwachukia watumishi wa Mungu na kuchukizwa na neno la Mungu, hapo anguko liko tayari mlangoni. Ukiona unachukizwa na watumishi wa Mungu na unachukizwa na neno ambalo unalisema, hapo umekwisha. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 16 mstari wa 7 hadi mstari wa 10. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 16 mstari wa 7 hadi mstari wa 10. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 16 mstari wa 7 hadi mstari wa 10. Mstari wa 7 hadi mstari wa 10. Biblia inasema hivi, wakati ule Hanani mwonaji akamwendea Asa. Unakumbuka ile siku nani huyu mwana wa Odedi alienda akatoa nabii? Asa akaogopa. Alafu Asa akatiwa nguvu. Biblia inasema hivi, alafu akayafanya kwa usahihi yale maneno ambayo aliyasema yule nabii. Cheki hapa. Hapa tayari hela zipo. Umaarufu tayari anao. Sema Hanani mwonaji akamwendea Asa mfalme wa Yuda akamwambia,
Kwa kuwa umemtegemea. Check hilo neno li highlight. Umemtegemea. Hakwenda tu kuomba msaada. Mungu anaona moyoni pameshifti. Ndani ya moyo wa Asa, ndani ya moyo wa Asa pameshifti. Sasa hapa amtegemea Mungu, tena anamtegemea mfalme wa Shamu. Yaani alipokuwa amekaa chumbani, sasa Baasha anakuja kunipiga mfalme wa Israeli. Alipokaa chumbani pale akawa anafikiria, Bwana kuingia kwenye akili zake hata kidogo. Nani huyu? Mfalme wa Shamu ndo akaingia Ben-Hadad. Imagine huyu jamaa alikuwa amekaa chumbani akiwa anawaza anafanyaje kwa habari ya hii vita. Wazo la Mungu alikuja hata kidogo. Likuja wazo la Ben-Hadad. Kwa kuwa umemtegemea mfalme wa Shamu. Wala hukumtegemea Bwana Mungu wako. Kwa hiyo limeokoka jeshi la mfalme wa Shamu mikononi mwako. Je, hao Wakushi na Walubi hawakuwa jeshi kubwa mno wakati ule, wenye magari na wapanda farasi wengi sana? Lakini kwa kuwa ulimtegemea Bwana, aliwatia mikononi mwako. Wakati ule anakumbushwa hapo, amesahau, anakumbushwa. Haya, mstari wa 9, kwa maana macho ya Bwana. Huu ndo mstari. Kama ulikuwa kujua mstari uko wapi, ndo uko hapa. Kama ulikuwa kujua mstari, unajua watu wengi hawajui mistari imetokea wapi na kwenye scenario ipi. Kwa mfano mstari watu wengi hawajui umetokea wapi na kwenye scenario ipi. Huyu mwanzako alikuwa anakumbushwa. Macho ya Bwana kimbia duniani mote, ili ajionyeshe mwenye nguvu kwa ajili ya hao waliokamilika moyo kuelekea kwake. Maana kumwelekea Mungu kwa ukamilifu, huo ndo ukamilifu wenyewe. Kumwelekea Mungu huo ndo ukamilifu wa moyo. Kwa hayo umetenda upumbavu. Kwani tangu sasa utakuwa na vita. Mnakumbuka ule mstari wa mwisho, hapakuwa na vita tena, vita ilikoma wakati wa Asa. Tangu sasa ametangaziwa vita na mbingu. Yaani mbingu zimemtangazia vita. Ndivyo watu wengi walivyo. Watu wengi wameondoka hapa kanisani, na toka siku ameondoka Bwana akatangaza vita juu yao. Tangu leo itakopo vita nyumbani kwako. Yaani kama ulikuwa hujaanza kupigana na mke wako, mtaanza kupigana. Cha msingi itakopo vita. Imagine. Tangu sasa, hebu sema kwa sababu tangu sasa. Jamaa anashangaa, biashara inapigana na yeye, mke anapigana na yeye, watoto wanapigana na yeye. Tangu sasa. Sababu moyo wako umeshift. Utakuwa na vita. Wakati ule Bwana alimstarehesha, hapakuwa na vita tena. Alipomtegemea Bwana. Tangu sasa utakuwa na vita. Na good God. Mstari wa 10. Angalia mstari wa 10. Mtu aliyejikinai hapo, amejikinai tayari. Ndipo Asa akamkasirikia mwonaji. Wow. Emsema wow. Akamkasirikia mwonaji. Alafu haikutosha. Jamaa ashakuwa jeuri. Akamtia nyumbani mwa mkatale. Mkatale haikuwa ni kitu kizuri. Yaani mkatale iko hivi. Kuna ubao mmoja una half cycle na upande huu kwenye mikono. Unakuja kwa hivi, unakuja kwa hivi kwenye miguu na mikono, unakufunga na kubana afu unabana. Kwa mikono inakuwa iko upande wa pili wa ubao na miguu. Hebu niambia kama ulikuwa umepigwa matakoni, utafanyaje kujikuna? Mikono na miguu iko mbele yote. Yaani huwezi kugeuka, huwezi kufanya hivi. That's why Yeremia alikuwa analia. Mpaka alikuwa anaomba usinipeleke kule kwa mkatale. Hapakuwa pazuri kule, unafungwa. Yaani viganja vya miguu na mikono yote viko mbele yako. Akamtia kule, imagine mwonaji akamtia kule. Maana amemghadhibikia kwa sababu ya neno hilo. Unaona sasa anaanza kukasirishwa na hilo neno. Kuna watu ambao wanaghadhibishwa na maneno. Neno la mtumishi wa Mungu lamkasirisha. Na Asa, angalia haya maneno yanayofuata, akawaonea baadhi ya watu kwa wakati ule. Jamaa akawa jeuri, katili, anawaonea watu, anawapiga na wafanyia mabaya. Vitu havyotokei watu kwa bahati mbaya. Kuna mahali nilikuwa nafikiri Tabora niseme sentence. Ukiona kitu kimemtokea mtu, ujue hakuna surprise kwenye maisha. Hakuna surprise kwenye maisha. Yaani mtu ni sababu kwa nini hilo jambo limemtokea. Hasa kwanza kuumwa miguu, kuna sababu kwa nini? Kuna sababu kwa nini? It's not by accident. So, huyu ndugu alianza kukasirishwa na watumishi wa Mungu na sauti ya Mungu. Unajua kuna iko kitu, unaweza kuwa kanisani, ukaona mambo kama yaendi, siku zinaenda, shetani atachokifanya, ataanza kukufanya uone yale ambayo unayasikia ni adui kwako. Si atokei kwako.
Lakini unasahau ya kwamba Biblia inasema kwa uvumilivu na imani walirithi ahadi. Kwa ahadi haurithi tu kwa mwemko, unarithi kwa imani na uvumilivu. Maana kuna kamchakato cha kuvumilia ahadi itokee. Sasa kuna watu wengine ambao anakasirishwa yani, anakasirika taki tena kusikia. Taki tena kusikia sauti ya Mungu. Dangerous. Ukiona hivi, ujue anguko limekaribia. In fact, sio tu hili, lakini pia kuna point kingine, kangazi kingine ambacho kapo pia kwa watu wengi. Neno la mtumishi wa Mungu ambaye Mungu amekupa linaanza kukosa uzito ndani yako. Unalala kidogo ambia tumalize tu session. You know umeshaanza kutabiri anguko lako. Mimi nauliza kama maswali marahisi. Unajua kuna wakati mwingine hata na mimi nisiposimama hii madhabahuni narudi nyuma kwenye imani, lakini pia narudi nyuma hata kwenye utumishi. Hivi nisipokuwa nakuja kuhudumu namna hii. Na watu wapo mnajua kabisa, yani ingelikuwa sio ibada za katikati ya wiki, sio maisha yako ingekuaje. Yani unaelewa kabisa kile ukiingia mahali hapo na refresh. Au ni mimi jamani? Sure. Watu wa Mungu, Jumapili acha hii, ile iliyopita nilikuwa nina hali mbaya. Mimi. Hiyo hali imechukua mpaka 2:00 asubuhi. Ibada imeshaanza. Sasa swali langu lilikuwa ni moja. Nasimamaje madhabahuni? Hali mbaya. Ukisikia hali mbaya, ujue ni hali mbaya. Nguvu hakuna. Na hivyo, yani sitaki nielezee mengi, lakini ilikuwa ni hivyo yani. Na mke wangu alikuwa anaangalia hilo inakuaje. Nikaandaa somo, nikatoka nyumbani, nikaja ofisini. Wakati wa praise, kuna sauti inaniambia usijitingishe. Unaweza kuanguka. Shetani anavuta bangi na hizo bangi ziko hapa duniani. Azipo hapa. Yaani nasikia sauti inaniambia ukijitingisha unaharibu kila kitu. Hapa. Kwa nikiwa nacheza hivi, usijitingishe. Hata watu wengine tumesha kuwa kama vichaa yani. Niliposikia hiyo sauti nikaanza kujitingisha vizuri yani. Sasa nilikuwa nimesema madhabahu, nikaona kama hiyo hali inakuja, nikasema niambia Mungu, hapa hakuna fursa. Hapa nimeshavulia nguo maji. Niko mbele za watu. Basi bwana, nikashangaa masaa yanaenda. Nikashangaa nimemaliza. Siku imeisha. Guess what? Baada ya kushuka madhabahuni, hiyo kitu iliishia hapo. Kesi kwisha. Haikurudia tena. Ndio kitu ambacho auga mkijui. Yaani nyinyi mkiona tu umesimama namna hiyo unajua yes. Unajua mchungaji ni kimondo kimeshuka mbinguni. Yaani ndicho mnachoamini. Yaani nyinyi mnajua kwamba mchungaji ni malaika. Sisi sio malaika, ni watumishi wa Mungu ambao tunafanyia kazi uungu. Am I communicating? Yes. Ndio kitu watu wengi hamjui. So, unapoanza kuchukizwa na watumishi wa Mungu na kuchukizwa na neno la Mungu, ujue umeanza kufeli na umeanza kuanguka. 3. Unapoanza kutegemea nguvu zako, na malizia in fact, bado jambo moja. Unapoanza kutegemea nguvu zako, ujue na kujua mambo yameshaanza kuharibika. Unapoanza kutegemea nguvu zako, naomba nipatie mstari ambao unasema ya kwamba Asa akapata ugonjwa wa miguu, alafu tunaona anakimbilia kwa ganga. Huyu jamaa aliangusha maashera, akaangusha madhabahu, mpaka akamshusha ngazi na mama yake mzazi. Leo tunashangaa by surprise tunamwona Asa yuko kwa mganga wa kienyeji. Akashikwa Asa na ugonjwa wa miguu. Mungu atupilie mbali mambo kama haya kwenye maisha yako. Mimi nakwambia, hata kama ulikuwa unaona unakosea, wahi tubu, garagara mbele za Mungu, itaishia hapo. Ila mambo hayapaswi kuonekana kwenye maisha yako yani. Hayapaswi, yani sio sawa. Akashikwa Asa na ugonjwa wa miguu.
katika mwaka wa 39 wa kumiliki kwake. Ugonjwa wake ukafanyaje? Ukazidi sana. Biblia inasema hivi, lakini hakumtafuta Bwana. Kumbe sasa unajifunza kitu gani? Angemtafuta Bwana, angemokuwa na huo ugonjwa. Sisi unaona msisitizo wake, lakini hakufanyaje? Maana angemtafuta Bwana angemsaidia. Lakini hakumtafuta Bwana katika ugonjwa wake, bali waganga. Akaanza kutegemea mifumo yake na nguvu zake. Akaanza kutafuta waganga wamtibu. Unapoanza kutegemea nguvu zako, unapoanza kutegemea connection zako, unapoanza kutegemea watu, mambo yanabadilikaga bwana. I tell you the truth. Watu wa Mungu, haya ni masomo ambayo ukisha yasikiliza hivi yahifadhi. Ndio maana notebook zako unapaswa kuziheshimu. Heshimu notebook zako. Yaani isipotee hata moja. Ili kesho ukiwa mtu mkuu unachoma moja unaivuta, unashangaa Mungu anazungumza na wewe. Sure I tell you. Tulewe kujifunza kuanguka baada ya kuinuliwa na Mungu. Hapo ndo Mungu ameshakuinua. Unapona. Nakwambia unapona. Unapoanza kutegemea nguvu zako. Kuna wakati mambo yakishaanza kubali, unaanza kutegemea nguvu zako. Karabashata iskovela. Kumbukumbu sura ya 8 kuanzia mstari wa 1. Kumbukumbu sura ya 8 kuanzia mstari wa 1. Unapoanza kutegemea nguvu zako. Hapo haulii tena. Now even singing, you are singing diplomatically. Hata ukiwa unaabudu kanisani, unaabudu kidiplomasia. Hapo sasa hivi unaabudu umeweka mikono mfukoni. Na kuabudu wewe. Hapo kajamaa kabisa. Hapo sasa hivi una hela. Hata mchungaji akisema, "Haya lala chini piga magoti," unafanya tu hivi. Uwezi. Unahangaika mno ndani. How? Sura 8 hiyo. Nenda kwenye mstari wa ngapi? Mstari wa 2. Wa 2. Na utakumbuka njia ile yote. Kuna wimbo mmoja wameimba kwaya fulani, usisahau hata kidogo. Wameimba vizuri sana hii. Na upenda sana huyu. Mungu wako alivyokuongoza miaka 40 katika jangwa, ili akutweze kukujaribu kuyajua yaliyo moyoni mwako, kwamba utashika amri zake ama sivyo. Endelea au sivyo. Akakutweza, akakuacha uone njaa. Kwa ukiona unaona njaa, ujue Mungu anacheki moyo wako. Nyie mjai kuambiwa haya mambo. Ukiona umeona njaa hiyo siku, unajua Mungu anaangalia moyoni mwako. Anacheki tu moyoni. Yaani ukiona hiyo siku unaumwa njaa na umekosa ile ya kula, ujue Mungu yuko kwenye jaribio, anaandika max. Kwa sababu watu wakiumwaga njaa vizuri, waga wanaongea vitu. Kama aongee mdomoni, anaongea moyoni. Na akiwa anaongea Mungu anaandika. Kingine, akakulisha kwa mana usiojua wewe wala baba zako, apate kukujulisha kuwa mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno tokalo kwenye kinywa cha Mungu. Anaendelea mstari unaofuata. Mavazi yako hayakuchakaa, wala miguu yako haikuvimba. Miaka hiyo 40 unatembea tu kila siku, lakini miguu haivumbi. Anaendelea mstari unaofuata. Nawe fikiri moyoni mwako. Mungu ndicho anachotaka kwako, ya kuwa kama vile baba amrudivyo mwanawe, ndivyo Mungu wako akurudivyo. Yaani maana yake jamaa kutoka nje ya mstari ule, sahau yote hayo. Mstari unaofuata. Nawe uzishike amri za Bwana Mungu wako, pate kwenda katika njia zake na kumcha. Mstari unaofuata, chap chap. Kwa kuwa Bwana Mungu wako yu akuagiza katika nchi, yu akuingiza katika nchi nzuri, nchi yenye vijito vya maji na chemchemi na visima vibubujikavyo katika mabonde na milima. Mungu alikuwa anacheck kwenye mioyo yao. In fact iko hivi, ukishiba sana, Mungu anaangalia kwenye moyo wako nini kinaendelea. Ukiuma njaa vizuri, anaangalia kwenye moyo wako. Kwa sababu shibe inafanya mtu aongee kwa namna fulani, na njaa pia umfanya mtu aongee kwa namna fulani. Mungu anakuwa na record. Mambo yakiwa magumu, Mungu ana record. Mambo yakiwa mepesi, Mungu ana record. Ana check na anaandika credit.
Nami nakuombea kwenye kila majira Mungu akuone uko sawa. Mungu akuone umekamilika kwenye moyo wako. Kama unaamini sema amen. Kwenye kila majira Mungu akuone umekamilika ndani yako. Usitegemee nguvu zako hata kidogo. Na jambo la mwisho, unapoanza kutenda maovu, when you become evil, unapoanza kutenda maovu ujue unaanguka. Unapoanza kutenda maovu, Biblia inasema kwenye Mambo ya Nyakati wa pili sura 16 mstari wa 10, ndipo Asa akamkasirikia mwonaji, akamtia nyumbani kwa mkatale, maana amemghadhibikia kwa sababu ya neno hilo. Asa akawaonea baadhi ya watu wakati ule ule. Akawaonea, alipomweka ndani mwonaji kwenye mkatale, akaanza kuwaonea watu. Anawatendea watu mambo mabaya. Akaanza kuwaonea watu wakati ule. Mungu atusaidie na Mungu akusaidie. Mungu anisaidie mimi katika jina la Yesu. Sisi wale ambao tutaanguka baada ya kuinuliwa na Mungu. Sisi na wale ambao tutainuka na kuinuka. Ila Mungu anatupa tu tahadhari ya kwamba ukienda kwenye hayo ujue naanguka. Hebu utaweka mikono yako kwenye kifua chako na kunena kwa lugha na kumwambia Mungu, neema yako inibebe wakati wote wa maisha yangu. Sitaanguka, sitakosea, sitaharibu mambo. Na hata kama umeona naanza kuharibu mambo, nimeanza kupungua mahali fulani, nimeanza kurudi nyuma mahali fulani, Mungu